Tukifanya makosa tunaadhibiwa, lakini pia sisi tunatakiwa tuweze kutumia makosa ya Gaborone kuhakikisha kwamba yanatunufaisha sisi ili tuweze kupata matokeo yatakayotufanya sisi kwenda hatua inayofuata. Nipo na Eliza Yanga na hapa ni Jangwani, tuko kwa ajili ya kuzungumza kile ambacho kimejili hapa, ikiwa leo uzinduzi wa jezi umefanyika na uuzaji wa jezi umekuwa kwa kishindo, naweza nikasema umechukua nafasi kubwa katika msimu huu. Nimeshuhudia moja ya klabu ikifanya uuzaji wa jezi kwa muda mfupi kwa kupokea wingi wa watu au wingi wa mashabiki ambao wanahitaji jezi. Nitazungumza na Eliza hapa, lakini kikubwa kingine ni draw ya hatua ya awali imeshafanyika ya michuano ya klabu bingwa pamoja na shirikisho. Young Africans ameangukia kwa Gaborone United, lakini wekundu wa Msimbazi wameangukia kwa Might Wanderers ya Malawi pale. Tutazungumza naye Eliza atuambie ni kwa namna gani ambavyo anaiona michuano ya klabu bingwa katika hatua za awali na vilabu ambavyo wanaenda kukutana navyo. Vipi, watafua dafu ama mambo inabidi tukaze mkanda kweli kweli? Eliza, uko vizuri? Niko poa kabisa, namshukuru Mungu. Njema. Swadakta kabisa. Uuzaji wa jezi umeuonaje kwa siku ya leo, ikiwa ndio siku ya uzinduzi wa jezi pia? Ya, ndo kama unavyoona kwamba watu wameitika kwa wingi. Ni lengo ni kuhakikisha wanakuja kujipatia jezi mpya ambayo wataenda nayo msimu mpya, msimu wa 2026 2027. Kwa hiyo mimi nadhani tunawapongeza wote waliojitokeza. Kama mnavyoona hapo pamejaa watu, kule pia panapotakiwa kujengwa uwanja pamejaa watu. Yote hiyo ni kwa nini? Ni kwa sababu wanahitaji kuchukua uzi mpya ambao watavaa wakiwa wamependeza, wanaenda kucheza dhidi ya Simba au siku ya Yanga Day na hata msimu utakapoanza moja kwa moja. Kwa hiyo nawapongeza sana kwa wingi wao waliojitokeza. Napongeza pia uongozi kwa jitihada zao, na wale wanaoendelea kuuza zile jezi wanaendelea kuonesha spidi ya hali ya juu kuhakikisha wanaendelea kupunguza watu, kwa sababu imefikia hatua sasa watu wanaziba hadi barabarani. Mimi sio muongo, wewe mwenyewe ni shahidi, wewe kama mwandishi wa habari, kwamba barabarani imekuwa ni shida, magari hayapiti. Hiyo yote ni kwa nini? Kwa sababu wananchi wanataka kuhakikisha wanapata uzi wao mpya, watakapoenda kuanza msimu sasa wawe wamekamilika katika kila engo. Nadhani hii imechagizwa na nini hasa? Uuzaji wa jezi kwa upande wa Young Africans naweza nikasema mpaka hivi sasa imekuwa ina upekee wa aina yake kwa maana ya wingi wa watu. Unadhani nini ambacho kimewavuta watu katika msimu huu? Mapema sana uzinduzi wa jezi, lakini mpaka sasa hivi ukiangalia saa 9 inaelekea saa 10 kwa saa za Afrika Mashariki, kutokea saa 6 mpaka sasa hivi watu bado ni wengi. Kwanza kabisa ni ubora wa jezi, na hili swala tulilitegemea. Kwanza tumetoka kuchukua ubingwa mara 5 mfululizo. Hasa mimi nilitarajia itakuwa hivi kwamba msimu huu jezi zitauzika sana. Alafu pia ubora wa jezi na ukali wa jezi wenyewe. Wewe mwenyewe umeziona jezi za Young Africans, sijui kwa mafikirio yako, lakini mimi ninachoamini jezi ya Young Africans kipindi hiki itaenda sana, itaenda kwa 100%, zitatoka mno. Kwa hapa mimi mwenyewe nina mpango nirudi tu nyumbani bila jezi, nitakuja nichukue kesho, kwa sababu kuna watu wanazimia kutokana na hali iliyopo ya wingi wa watu. Kuna watu inafikia hatua unashindwa kupumua kutokana na wingi wa watu ulioko hapo wanaokuwa mpanga foleni kwa ajili ya kuchukua jezi. Kwa hiyo mimi naona ni jambo jema, ni jinsi gani wananchi wanaendelea kuitikia kuhakikisha wanaunga mkono klabu yao. Wasiishie tu kulipa kadi za wanachama, hata kuja kuchukua jezi ni moja ya kuchangia eneo klabu ya Young Africans. Ukiangalia upande wa pili hawana duka, ndio maana unaona wanatembea mtaani wao wenyewe. Msemaji wao unamwona yuko mtaani anauza jezi, influencer wao unawaona wako mitaani na mikoani wanauza jezi. Ni kwa sababu hawana duka, hawana eneo watakapoenda kuziweka zikauziwa pale. Lakini sisi duka lipo na madirisha yapo mengi tu, ambao unaona watu wamepanga foleni wanaendelea kupata huduma ya jezi.
Jezi za Young Africans tumezishuhudia hapa katika uzinduzi, lakini pia tumeshuhudia zikiuzwa hapa kwenye klabu ya Young Africans. Jezi ya kwanza kuvaliwa tumeishuhudia hapa Young Africans kwenye makao makuu yake mara baada ya kuanza kuuzwa, lakini kwa upande wa vilabu vingine imekuwa ni hadithi. Tunaona moja kati ya kilabu ambacho ni kikubwa, jezi zake kabla hata hazijazinduliwa zilianza kuonekana. Pengine Young Africans ina upekee gani kwenye hilo? Uimara wa uongozi kudhibiti mamluki watakaoweza kuzivujisha hizo jezi. Ndio maana nikakwambia kwamba uongozi ambao upo Young Africans, kwa nini ilipelekea sisi kuwaamini kwa mara ya tena wakati walikuwa wameshatamatisha misimu yao minne. Hii ndiyo sababu mojawapo ambayo ilipelekea sisi kuwaamini na kuwapatia nafasi nyingine. Kwa sababu kama umetoa jezi alafu kabla haijaingia kuuzwa tayari watu wanayo mtaani au watu washaiona, maana yake uongozi wako nenda kaucheki. Nenda kaangalie uongozi utakuwa una matatizo. Haiwezekani uongozi uwe thabiti alafu jezi itoke ivuje kabla ya kuanza kuuzwa madukani. Inakuwa ni utovu wa nidhamu wa viongozi. Hapo mtatafuta machawa wote au wachawi wengi, lakini mwisho wa siku mchawi mtamkuta kwenye engo ya uongozi. Kama uongozi sio thabiti, kama uongozi sio imara, kama uongozi hauna limitation ya vitu fulani, ni lazima jezi itavuja kabla ya siku ya kutangazwa. Huo ndio ubora ambao uko kwenye klabu ya Young Africans. Kwenye kabineti ya Young Africans huwezi kukuta mtu anavujisha vitu kirahisi rahisi. Ndio maana tukawaamini kwa mara ya tena ili waweze kwenda kuliendeleza ili gurudumu la Young Africans. Engineer Hersi na Arafati ni watu ambao walikuwa wameishapiga kampeni kwa maendeleo walioyafanya kwenye klabu ya Young Africans. Kwa hiyo hawakuwa na sababu ya kuanza kuingia kupiga kampeni kwenye matawi wakati yale walioyafanya kwenye klabu ya Young Africans yanajidhihirisha. Na ndio maana haukuona mtu ameenda kupinga kwa kuchukua form kukompiti dhidi ya Engineer Hersi, kukompiti dhidi ya Arafati, kwa sababu tayari walioyafanya ilikuwa ni kampeni tosha na ilikuwa ni uthibitisho tosha kuhakikisha kwamba wanahitaji tena kuaminiwa kwa mara ya tena ili waweze kurudi madarakani na kuliendeleza gurudumu la Young Africans. Tumeshuhudia draw imefanyika ya hatua za awali klabu bingwa pamoja na shirikisho, lakini tuelekee klabu bingwa Young Africans yalipo. Young Africans tayari ameshajua anaenda kukutana na nani katika hatua ya awali. Anakutana na Gaborone United. Kwa upande wako Gaborone sio mgeni kwako, ushamshuhudia katika michezo kadhaa ya kimataifa na hasa akicheza na vilabu vya hapa kwetu ndani. Aishacheza na Wekundu wa Msimbazi, tumemshuhudia katika msimu uliopita. Kwa upande wako mpinzani unaenda kukutana naye katika hatua za awali, unamchukuliaje na Young Africans iende ikiwa vipi? Maana yake mpaka anapata nafasi ya kushiriki michuano ya kimataifa hasa klabu bingwa, amefanya vitu vizuri kwenye taifa lake. Kwa hiyo tunaingia kwa kumheshimu na kumrespect kwa sababu tunajua ubora wake na tunajua pia madhaifu yake. Sababu hakuna timu ambayo ina ubora ikakosa madhaifu. Hakuna timu yenye madhaifu ikakosa ubora. Kwa hiyo mimi ninachoamini tunaenda kukutana na timu ambayo na yenyewe ina uchu wa kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa. Watakuja wamejipanga hasa pale wanapojua kwamba wanaenda kukutana na timu ya Young Africans ambayo imeweza kudominate ndani ya misimu mitatu minne kwenye michuano ya kimataifa na kufanya vizuri. Kutoka nafasi ya 79 mpaka nafasi ya 12 wanajua ni jinsi gani ilivyo na uhatari. Kwa hiyo wanakuja wamejipanga mara 2 mpaka mara 3 kuhakikisha kwamba wanakuja kukutana na Young Africans ambayo wamedominate ndani ya misimu mitatu mpaka minne. Wanahitaji tena kufanya kuwa na mwendelezo mzuri kwenye michuano ya kimataifa. Kwa hiyo watakuja wakiwa wamejipanga kuhakikisha kwamba wanaweza kumuondoa Young Africans asiweze kupata nafasi ya kwenda hatua inayofuata. Kwa hiyo sisi tunajua tunaingia kwa kumrespect Gaborone, tunaingia kwa kumheshimu, tunaingia tukijua kabisa mpinzani tunayeenda kukutana naye ni mgumu kiasi gani. Tunachotakiwa kukifanya ni zile nafasi chache tunazozitengeneza tuweze kuzikonvert kuwa magoli ili mwisho wa siku ziweze kutunufaisha sisi tusonge hatua inayofuata. Lakini kwa mpinzani kama Gaborone, unamuona Young Africans akienda kama title contender kwa Gaborone ama anaenda kama underdog? Lazima wanapokutana timu mbili tofauti, timu A na timu B, lazima kuna mmoja lazima profile lake linakuwa juu na mwingine anakubali kuwa wa pili mbele ya mwenzie. Kwa hiyo Young Africans kama Young Africans anaingia kama title contender kwa sababu msimu jana Simba amemtoa Gaborone. Kwa hiyo hakufanikiwa kuingia
hatua ambayo ilifuata, kwa maana maybe hatua ya makundi. Lakini Young Africans alifanikiwa kuingia makundi. Tayari kitendo cha Young Africans kuingia makundi ni hesabu tosha za yeye kumfanya aingie kama kifua mbele ya Gobaloni. Lakini kuingia kama title contender haimaanishi kwamba hatuwezi kufungwa. Tukifanya makosa tunaadhibiwa, lakini pia sisi tunatakiwa tuweze kutumia makosa ya Gaborone kuhakikisha kwamba yanatunufaisha sisi, ili tuweze kupata matokeo yatakayotufanya sisi kwenda hatua inayofuata. Na mpinzani wako wa karibu lakini mwakilishi mwenzio katika michuano ya kimataifa hapa ndani, nazungumzia Simba Sports Club. Yeye anaenda kukutana na Mighty Wanderers ya Malawi. Pengine kwa wapinzani hawa ambao mnaenda kukutana nao, unaiona nafasi ya kwenda mbali zaidi hasa kwa nyewe wawakilishi wa kimataifa? Mimi nadhani mtu ambaye amejipanga vizuri na kuhakikisha kwamba anaenda kutumia nafasi vizuri kwenye michuano ya kimataifa ndiye atakayepata chance ya kuqualify kwenda hatua inayofuata. Kwa hiyo huyo Wanderers anayo nafasi ya kuqualify kwenda hatua inayofuata, na Simba pia anayo nafasi ya kuqualify kwenda hatua inayofuata, kwa sababu makosa ndiyo yanayofanyika ili timu nyingine inufaike na hayo makosa, na makosa ndiyo yanayofanywa mpaka wanapoteza mchezo. Kwa mimi ninachoamini kwamba Simba anayo nafasi ya kufanya vizuri dhidi ya Wanderers ya Malawi, lakini pia Wanderers wanayo nafasi ya kufanya vizuri dhidi ya Simba. Ukiisha jua ubora wa timu wa opponenti wako ulipo na madhaifu yake yalipo, moja, unatakiwa utumie madhaifu yake yalipo yaweze kukunufaisha wewe, na ubora wake uweze kuudhibiti ili wasiweze kukudhuru kutumia ubora wao walipo. Kwa mimi naamini waliojipanga vizuri ndio watakaojipatia nafasi ya kuqualify kwenda hatua inayofuata. Shukuru sana. Karibu.